Unafahamu baada ile tukio la Goodluck Gozbert kuchoma gari, maneno yalikuwa ni mengi sana. So ukiwa kama mtumishi, wewe unalizungumziaje ile tukio, na wengi wakiwa wanaamini kwamba kufanya vile ilikuwa ni issue ya yeye kwamba sio ikachukuliwa nyota, sio nini, yani maneno yalikuwa mengi zaidi kwenye upande wa kiimani na kiutumishi. Situation kama ile unaiongeleaje? Nikiwa mkweli kabisa kwa mimi, maadamu sijapata nafasi ya kukaa na Gozbert na kumuuliza, ni ngumu kwa comment chochote. Kwa sababu mimi Gozbert ni mtu nafahamana naye na tuna mawasiliano. Lakini kwenye hili hatujawahi hamjawahi kuongea. Kwa mimi I have no comment on that, kwa sababu sijawahi kuzungumza na Gozbert mbali na ukisikia mtandaoni. Kwa hiyo I cannot comment anything kutokana na kitu cha mtandao wakati mimi ni mtu nafahamana naye. Lakini haya masuala ya kuchukulia nyota yapo? Siwezi kusema chochote kwa sababu mimi haijanitokea jamani. Mimi naamini, na mimi siiti nyota, mimi naita kibali. Kibali. Yani kwangu mimi kibali changu ambacho Mungu amenipa, sidhani kama kuna mtu anaweza kuchukua. Kwa hiyo I don't know kuhusiana na ambao wamechukuliwa nyota ama na nini, mimi sijui. Don't you think kwamba it's surprising kwamba Gozbert ni mtu ambaye unazungumza naye, but katika hii issue it was very sensitive. And ni muda ambao you need your closest people labda wakucheki na nini, and you didn't do that. No, I didn't say he's my closest person. No, he's not close, lakini unafahamiana naye. Tunafahamiana. Sasa wakati mwingine kwenye vitu kama hivyo unasubiri, unajua ni hiari ya mtu ku open up. Kwa hiyo unasubiri kama mtu atajikuwa tayari ku open up, basi unaweza kuzungumza naye. Lakini as for me, mimi najua ni mtumishi wa Mungu. Sawa, ni mtu anamtumikia Mungu na mtumishi wa Mungu mzuri. Kwa hiyo mengine kiukweli ni until pale atakapokuwa labda yeye akawa na nafasi, tukapata nafasi mimi na yeye kuzungumza, alafu akawa tayari ku open up, ndio naweza nika comment chochote, but for now siwezi comment chochote. The Switch.